Asubuhi ya leo basi, kwenye chuma unaochuma, fahamu jinsi ya kutengeneza pesa ukiwa ndani ya ajira. Fahamu jinsi ya kutengeneza pesa ukiwa ndani ya ajira. Wewe umeajiriwa. Kuwa na kazi si tatizo katika maisha ya sasa. Kuwa na kazi si tatizo, msikilizaji. Tatizo ni kubaki kutegemea chanzo kimoja cha kipato. Kuwa na kazi sio shida, sio tatizo. Tatizo ni kubaki kutegemea chanzo kimoja cha kipato. Kazi ni baraka, lakini haipaswi kuwa mwisho wa ndoto zako za kifedha. Kazi ni baraka, lakini haipaswi kuwa mwisho wa ndoto zako za kifedha. Hapo haunielewi labda. Hapa kuna njia rahisi unazoweza kutumia kutengeneza pesa hata ukiwa bado umeajiriwa. Kitu cha kwanza, tumia ujuzi wako nje ya kazi. Kama una ujuzi fulani kazini, kama uandishi ambao mimi naupenda huu, uandishi umenisaidia wakati fulani katika maisha. Wakati ambapo kulikuwa na corona, nilikuwa na tafsiri vitabu vya Kizungu hadi Kiswahili na nilikuwa napata pesa. Wasili walikuwa wanapata deals za kimataifa, ananiambia bwana, sasa ndio hicho, kazi ndio hiyo. Siku hizi kama kuna ukame kidogo, lakini hii ilikuwa ni sehemu moja. Utafsiri, uandishi. Mimi ni mwandishi, nashukuru Mungu kwa umbali huu. Wewe unaweza kuwa wewe ni mhasibu. Fanya kazi ya uhasibu. Fanya kazi kwa bidii. Wewe ni graphic designer. Wewe ni social media. Wewe ni IT au ushauri wa kibiashara. Ndio maana mimi nasema kwamba ujuzi ambao niko nao huu, sasa nimeuandika watu ndio kwamba kuna mtu mahali, mbali na kwamba anafanya kazi hii ambayo nataka shirika hili kasimama, bado ninajua kwamba nitaitwa kwenye makongamano mengi kutoa ushauri wakati ambapo Bwana atakuwa ametaka. Unaweza kuuza huduma hizo kwa watu wengine nje ya muda wako wa kazi. Tumia majukwaa kama Facebook, tumia majukwaa kama WhatsApp, Instagram, TikTok kutangaza huduma ambazo unazifanya. Utanikumbuka kwa sababu mimi nakuwekelea tu vitu wazi. Kitu cha pili, anzisha biashara ndogo ya pembeni. Huhitaji mtaji mkubwa kuanza. Anza na kitu kinachouzwa kirahisi na hakihitaji uwepo wako muda mrefu. Mfano, bidhaa mtandaoni. Na kueleza kwamba kuja tukutangazie. Tuko hapa, idhaa hii haiwezi kubagua mtu. Kuja tukutangazie, kuja tukufanyie mahojiano, tualike tukufanyie mahojiano. Ni vitu ambavyo tumeviweka wazi. Wewe unaweza kuwa unafanya kazi kwa ofisi, unaweza kupika chakula na unauzia watu kwenye kwa ofisi, chakula cha ofisini, bidhaa za nyumbani, nguo. Unaweza beba bidhaa, wewe unafanya kazi kwa hiyo ofisi, tembea na begi lako umebeba ndani boxer, umebeba boxer na unauzia watu masocks pale kwenye hiyo ofisi. Wengine wasindiria na kadhalika. Usiogope. Wengine ni labda inaweza kuwa ni nguo ama ni vipodozi hapo kazini. Fanya biashara inayoendana na ratiba yako ya kazi. Wewe baada ya kazi usema bwana, kupitia hapa kidogo. Nilikuwa nafanya kazi kwenye shirika la habari la RMS. Mtu alikuwa anakuja kutokea kule Isinya, amekuja mtangazaji mashuhuri sana. Amekuja na mboga ameweka ndani ya buti ya gari lake. Baada ya kufanya kazi anawaambia kujeni mnunue. Watu walikuwa wanaona ni kama mtu afikiri, lakini anatengeneza pesa. Wekeza sehemu ya mshahara wako, passive income. Number 3, usitumie kila kitu unachopata. Wekeza sehemu kidogo kila mwezi kwenye unit trust, mutual funds, hisa, bonds, vitu kama ile real estate investment trust, kilimo cha mkataba au miradi. Rudi mashambani, angalia ni kilimo kipi ambacho unaweza kifanya. Weka pale kile kilimo. Kingine kinaweza kosa kukupatia pesa kwa wakati mmoja. Kinaweza kaa miaka 10 ndio kikupatie returns. Utaumia ndani ya miaka 10 ndio. Lakini wakati ambapo utagonga returns, utafanya mradi ambao unahitajika kufanya. Lengo ni pesa yako ifanyie kazi wewe hata ukiwa kazini. Namba 4, tumia mitandao ya kijamii kibiashara. Mitandao si ya kufuatilia watu pekee, mashuhuri na kutusiana. Unapata watu wanatusiana kwa mtandao, unashangaa these people are normal.
Yaani wakati ambapo mtandao ndio shamba la kisasa. Mimi utanikumbuka siku moja. Utanikumbuka kwa sababu watu wanachezea fursa. Una simu kubwa, hiyo simu yani ina kama bakora, imekutoboa, ina matobo yametoboa begi lako, simu imeanguka ukinunua ingine. Lakini hiyo simu yani ni ofisi ambayo ni shamba labda uko nalo na ulifanyia kazi. Mitandao si ya kufuatilia watu pekee. Si kwamba ni vibaya kufuatilia watu. Lakini wewe unatumia muda wako mwingi kufanya nini? Fuatilia mafunzo kama haya kwenye idhaa hii. Mtandao ni soko kubwa sana. Dunia imekuwa globalization, dunia imekuwa ni ya utandawazi, dunia imekuwa kijiji. Unaweza kuuza vitu ukiwa kokote, hata kwa shimo. Anza kutengeneza content za thamani kulingana na ujuzi wako. Mimi natengeneza content kulingana na ujuzi. Nina kipawa cha kuandika, nina kipawa cha kufunza, nina kipawa cha kutangaza, nina kipawa cha kuweza kuhubiri. Ninatumia nafasi hiyo kwenye mitandao ili niweze kufikia watu wengi, kwa sababu kama ningekuwa nafundisha kwenye darasa, ningekuwa labda na darasa watu wachache. Sasa hivi nina dunia ambayo inaweza kubali kunisikiliza na ikapata mafunzo ambayo yanaweza kuwasaidia sana. Unaweza kuuza bidhaa, kutoa mafunzo au kushirikiana na brands kubwa kubwa. Ndio maana tunasema kwamba brands wakuje kwenye idhaa hii. Tuna kila kitu cha sababu ya kuweza kuwafikia watu. Kila posti inaweza kuwa ni fursa ya kipato jamani. Namba 5, toa mafunzo au ushauri. Coaching, mentorship. Kitu ambacho nakifanya sasa hivi msikilizaji, ninatoa coaching, ninatoa mentorship, ninatoa mafunzo na ninatoa ushauri. Kama una uzoefu katika taaluma yako. Mimi ni mwanahabari kwa miaka mingi. Kwa neema ya Mwenyezi Mungu nimetembea kwenye station tofauti, nikifanya content tofauti, nikiandaa vipindi. Sasa niko hapa. Watu wako tayari kulipia maarifa yako. Tumia muda wa jioni na weekend kutoa mafunzo kwa vijana na watu wanaoanza taaluma hiyo. Hii inaweza. Ndio maana nasema kwamba Mungu anatusaidia pale mbele. Tutakuwa na watu ambao ni interns, watakuwa wanakuja interns. Tutakuwa na watu ambao tutakuwa tunawafunza kwamba wamekuja kwa internship. Tutakuwa hiyo ni barabara tunaenda kwenye miaka ambayo inakuja hapa mbele. Siwezi jua kama ni mwaka kesho ama ni mwaka upi, lakini hiyo ndio tunaenda pale mbele. Lazima tutakuwa na nafasi ya kupeana coaching na internship kwa watu, tuwapatie mafunzo na ushauri. Na hata watu wakiwa na mataasisi zao wanahitaji ushauri wao kuweza kutrain vijana. Niko tayari. Ushauri ni kitu cha muhimu sana. Mafunzo. Kuna vitu ambavyo watu wangekuwa mbali, lakini kwa sababu hawana mafunzo, hawajaelewa chochote, hawezi kukua chochote. Coaching and mentorship, very very important. Namba 6, fanya akiba inayoleta faida. Badala ya kuweka hela benki bila faida, tumia njia za akiba zenye riba au miradi midogo yenye mzunguko wa haraka. Usiweke pesa tu iwekeze ikuzalishe. Leo watu wameweka pesa kwenye benki. Anawaambia mtu, nisaidie pesa nikanunue transmitter iingie hapa. Tukifikia kwenye FM itarudi na kupatie. Hapana. Lakini mtu amesunda kwa pesa kwa account, hii haiwezi hata ongeza chochote. Inakuwa ni kama umesaidia wengine wanaweza kukopa ukifanya biashara. Fadhali mtu ambaye amewekeza kwenye ukulima anajua kwamba iko kwenye udongo, itakuja anavuna, anajua anapata faida ama ni hasara, amepungukiwa. You try and error. Vijana uko na nguvu sana ya kujaribu kila kitu. Ukiwa mzee huwezi jaribu. Ukijaribu itapotea, utapigwa na shock, utakufa. Kijana ako na nguvu, atajaribu hiki na hiki na hiki. Nguvu ziko kwenye umri huu wa vijana. Namba 7, jifunze kudhibiti muda na nidhamu. Changamoto kubwa kwa waajiriwa ni ukosefu wa muda. Mtu ambaye ameajiriwa. Ndio maana mimi sasa hivi Kantona kuja nikupatie kazi. Mimi naangalia nasema bwana, utanipotezea muda wangu wakati ambapo ningekuwa najenga shirika hili. Bwana hapana. Tutaheshimiana. Hata wengine marafiki wangu wasema bwana, tuunde muhimili. Ambia bwana, muhimili tutafanya kwenye ushirikiano. Muhimili wacha tuufanye kwenye ushirikiano. Tutashirikiana. Mimi napambana huku, mnapambana huko, alafu baadaye tunaona kwamba tutashirikiana. Kwa sababu waajiriwa wanapoteza muda sana kwenye kuajiriwa. Hivyo jifunze kupanga siku zako vizuri. Amka mapema, tumia jioni kwa miradi yako midogo, na acha muda upotee na acha muda upotee kwenye vitu visivyo usiache mtu unapotea kwenye vitu visivyozalisha. Angalia angalizo,
Usiache kazi yako ili uanze kutafuta pesa. Anza kutengeneza pesa ukiwa kwenye kazi ulio nayo. Walikuvuta na ulikuwa umejipanga kwamba nataka unajua, kama mimi kwa mfano nilifukuzwa kazi wakati ambapo nilikuwa najipanga kwamba masiku za hapa mbele, kwa sababu nilikuwa najua kwamba mimi sitakuwa kwenye hiyo kazi hadi retire. Hiyo ni ukweli wa mambo. Lakini si ukweli nimetarajia nitafutwa wakati wa corona. Nilikuwa najua kwamba kuna vitu navipangilia hapa na pale, vikikaa vizuri alafu baadaye nitachomoka nikiondoka. Ndio maana nilianza kwenye mtandao kuandika makala. Nikaanza kwenye website mwaka wa 2019 Julai. Sikuwa nimefutwa kazi. Nikaanza kuandika makala kwenye tovuti ya cantona-digital.wordpress.com. Kwa sababu nilikuwa najua sasa hapa ni mpangilio. Sikuwa najua kwamba mwaka wa 2020 mwezi wa Juni tarehe 24 nitafukuzwa kazi. Lakini wazo la kuanza kampuni lilianza nikiwa ndani ya kazi. Nikijua kwamba ni kuanza kujipanga. Usiache kazi kwenda kuanza kazi. Kuna vile unaweza, lakini ukifukuzwa sasa utafanya aje? Umefukuzwa sasa. Ndio time sasa umeondoka. Waanze kujikusanya na namna hiyo. Wengi wamepotea kwa kuacha kazi ghafla. Usiingie kwenye mkumbo huo. Tumia kipato chako cha sasa kama ngazi ya kujijenga kifedha. Ni mbinu ipi unayohitaji labda ufafanuzi zaidi? Niandikie tu barua pepe tu kupitia radio14africa@gmail.com. Niandikie barua pepe. Tuko hapa kusaidiana kuna kwamba natoba. We are here to impact you, to empower you and to inspire you. That is the only message that God gave me. Go and impact people. Go and empower people. Go and inspire people. And that is what I'm doing. Napokupatia ukweli na burudani, ninahakikisha kile kitu ambacho assignment ambayo nilipatiwa. Enda empower people, enda inspire people, enda impact people. And that's what I will do. Good morning. Hiyo ndio chuma unaochuma.